Mwenyekiti, mwaka jana, na nafikiri hili ni jambo muhimu sana. Mwaka jana iko timu iliingia kwenye uwanja wetu wa Mkapa na wakachimba kwenye nyasi hizi wakaweka dawa. Matokeo yake wameleta fungus na hasara kubwa sana kwa taifa. Imekuwa ni hasara kubwa na taifa limeingia gharama kubwa kwa sababu tu ya ushirikina uliofanyika kwenye ule uwanja. Kwa hiyo mimi ningeomba mambo matatu muhimu kwa timu zetu zote. Moja, tufanye mazoezi, tujiandae, lakini la pili tuwe na wachezaji wenye vipaji. Na mwisho tuamini ya kwamba dakika 90 zinaamua mpira kwa kumtanguliza Mungu. Tukiendeleza huu ushirikina utakuja kuua watu kwenye uwanja bure na mwisho wa siku tutapata mafanikio. Na ndio maana unaona hata kwenye mageti watu wanaingia, wengine waingie kinyume nyume, wengine wanatafuta namna wakienda kwenye dressing room, wengine sio wafanyaji. Sasa hizo bidii zote na hizo mbinu zifanyike basi kwenye mazoezi na kuwapata wachezaji wazuri ili tuweze kupunguza mambo kama hayo. Na kwa namna hiyo pia sisi kama wizara tunapiga marufuku kabisa hata mambo ya kuleta mabouncer, ya kufanya yani inakuwa sasa kama ni fujo wakati ni sehemu ya burudani. Tungetamani kuona watoto wetu wanapenda, wanafurahi kuja uwanjani bila kuwa na hofu yoyote ile. Ukimleta bouncer aje kama sehemu ya showcase, kwa sababu na yeye ni ajira yake ya kuonyesha mbwembo, lakini sio kwa ajili ya kukamiana na kuja kuumizana uwanjani. TFF na kwa maelekezo ya wizara tayari wana VAR ambayo sasa wanamalizia mafunzo. Na sisi tunataka wafanye haraka iwezekanavyo ili uwanja wetu wa Mkapa ufungwe, na pia serikali tunataka tuhakikisha kwamba na uwanja wetu wa Arusha na wenyewe utafungwa VAR. Sasa hii yote itasaidia kuondoa manunguniko na baadhi ya changamoto zinazojitokeza kwenye upande wa marefa. Sambamba na hilo, nitaka tu niwahakikishie wananchi ya kwamba mashindano yetu yajayo yatazingatia vigezo vyote vya kimataifa. Na hii VAR hatuifungi kwa ajili ya mechi fulani na kuondoka. Vikishafungwa Mkapa na ikafungwa uwanja wetu wa Arusha ni permanent. Kwa hiyo kila atakayeingia mle ndani atakuwa kwenye nafasi ya kupata assistance kutoka kwenye refa wa pili ambaye ni teknolojia yetu ya VAR.